Wakenya wanazidi kujiuliza maswali mengi baada ya wale waliokuwa wanablogi wake Uhuru Kenyatta wakati wa hatamu yake wameanza kumblogia aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mjadala mkali umeibuka mitandaoni baada ya mchambuzi wa siasa Pauline Njoroge ambaye alikuwa mwanablogi maalum wake rais wa zamani Uhuru Kenyatta kuibua jina la aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i kama mtu ambaye anaweza kuiongoza Kenya siku zijazo. Kauli yake ilichapishwa kupitia ukurasa wake wa Facebook imezua hisia mseto kutoka kwa wafuasi wa mirengo tofauti ya kisiasa, huku jina la Matiang'i likirejea tena katika midahalo ya kisiasa ya kitaifa. Kwa mujibu wa ujumbe wake, Pauline alielezea imani yake kwamba Daktari Matiang'i ni kiongozi aliyejaliwa neema ya kipekee, mwenye tajriba pana na mabadiliko halisi aliyoyatekeleza akiwa serikalini. Ujumbe huo ulisambaa kwa kasi na kuzua maoni ya aina mbalimbali, baadhi yakiunga mkono maoni hayo huku mengine yakionyesha wasiwasi na upinzani mkali. Baadhi ya wafuasi wa Daktari Matiang'i waliweka bayana matumaini yao na kumwona akirejea katika medani ya kisiasa, wakikumbusha mchango wake mkubwa hasa katika sekta ya elimu, ambapo alisifiwa kwa kuboresha nidhamu na ufanisi katika shule za msingi na sekondari. Wapo walioashiria kwamba hata mabadiliko ya rangi ya mabasi ya shule ni ushahidi wa uongozi wake wa vitendo. Hata hivyo, kauli hiyo haikukosa pingamizi. Baadhi ya watumiaji wa mitandao walitafsiri hatua hiyo ya Pauline kama jaribio la kuandaa uwanja wa kisiasa wa baadaye, huku wengine wakitilia shaka nia yake halisi. Wakosoaji waliohoji ikiwa ni sahihi kugeukia watu waliowahi kushutumiwa kwa matumizi ya nguvu serikalini, wakisema kuwa nchi haipaswi kuingia kutoka katika janga moja la uongozi na kuingia jingine. Aidha, sauti za kisiasa kutoka maeneo ya Mlima Kenya zilieleza hisia za kukwerwa na kile walichokiita unafiki wa baadhi ya viongozi walimsaidia Rais Ruto kuingia mamlakani, lakini sasa wanaonekana kutafuta mbadala kutoka nje ya eneo lao. Wakosoaji walikumbusha ahadi ya ushirikiano wa 10-10 kati ya rais wa zamani Uhuru Kenyatta na naibu wake wakati huo, wakisisitiza kwamba kelele za kisiasa hazipaswi kufifisha uhalali wa uongozi uliopo. Pia kulikuwepo na nadharia zinazodai kuwa sifa za Matiang'i zinaweza kuwa zimechochewa na maslahi ya kifedha, huku wengine wakionyesha tahadhari kwa taifa lisijikuta likirudia makosa ya awali kwa kumtupia mtu mwingine mamlaka bila uchunguzi wa kina kuhusu maoni na historia yake ya uongozi. Kwa sasa taarifa zinabainisha kuwa Daktari Matiang'i yuko mbioni kumaliza muda wake wa kazi katika Benki ya Dunia, na ni hali ambayo imechochea uvumi kuwa anaweza kurejea katika siasa za ndani. Ingawa bado hajatangaza rasmi msimamo wake haswa kwenye chama tawania urais kutoka, mjadala mkali unaendelea kuongezeka, na ni ishara kwamba jina lake bado linazua ushawishi mkubwa katika ulingo wa siasa nchini Kenya.